kuendelea mbele ni mikakati. Kwa mfano, wengi ambao tunakaa mbali, maombi ya kuomba kwa mfano ni peke yako, na ni wewe mwenyewe unatakiwa ujisimamie, na ni wewe ndio mchungaji wewe mwenyewe. Si kana kwamba yaombeki, yanaombeka, ila yanahitaji uwe na nidhamu kubwa sana. Amen. Kwa hiyo imani ni kitu ambacho watu wanatarajia, lakini wanatarajia pakiwa na ishara inayoonyesha, pakiwa na dalili au pakiwa na viashiria vinavyoonyesha kweli litakuwa. Na hata mtu anaweza, nafikiri kuna wakati watu naambia watu, leo utakapokuwa unaondoka nyumbani uanuage nguo, usiziache nguo nje kwa sababu mvua baadaye itanyesha. Na wanaanua. Kwa nini wanaanua? Yaani akiwa anaondoka kweli anaanua nguo. Kwa nini anaanua? Kwa sababu kuna dalili anaziona kwamba kweli itanyesha, na hata kama haitanyesha, lakini hakulaumu wewe kwamba mbona haijanyesha, ulisema itanyesha. Na yeye kuna dalili alikuwa anaziona kwamba itanyesha. Matumaini ya kuendelea na imani, ya kushika imani, yanategemea unatarajia kupata nini. Nilitoa mfano wakati uliopita kwamba mlinzi au mfanyakazi yoyote, mwalimu, anaenda kazini kwa matumaini ya kwamba atapata mshahara. Kwa kazi anafanya kwa sababu anajua atapata mshahara, na mshahara haendi kuchukua kwa matumaini, anaenda kuchukua mshahara kwa imani, na anadai kwa sababu sio kitu ambacho anaomba, ni haki yake. Yaani ni kwamba kinatakiwa kiwe. Anaenda na kadi ya benki mwisho wa mwezi kuingiza pale kwa sababu anajua nimefanya kazi, natakiwa. Na asipovikuta anahoji kwamba mbona mshahara wa mwezi huu hamjaniingizia? Kwa sababu ni haki yangu, unatakiwa uingie. Kwa nini? Kwa sababu nimeshafanya kazi. Waliotutangulia kwenye imani huwa wanasema sio walikuwa na imani. Yaani kwa mfano Ibrahimu hakuwa na imani, ila sisi ndo tuna imani ya Ibrahimu. Ibrahimu yalikuwa ni maisha yake, yani vile alivyokuwa anafanya ulikuwa ni utaratibu wake, na katika kufanya aliyokuwa anayafanya ndiyo yaliyompelekea kuja kupata kitu ambacho alikuwa anatumaini. Ibrahimu hatusemi alikuwa na imani, ila alikuwa na matumaini. Katika matumaini aliyokuwa nayo kuna kitu alikuja kupata kile. Sisi ndio tunasema tuna imani kama aliyokuwa nayo Ibrahimu, lakini kuwa na imani aliyokuwa nayo Ibrahimu ni kufanya alivyokuwa anafanya Ibrahimu, ambapo yeye haikuwa inaonekana ndio imani. Yale yalikuwa ni maisha, ndio anaishi vile. Naomba tusome Ebrania sura ya 6. Ebrania sura ya 6 mstari wa 11. Nasoma kitabu cha Ebrania sura ya 6 mstari wa 11. Anasema, nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Hawa walikuwa na matumaini na walikuwa wana uvumilivu ndani yao. Kwenye matumaini kuna uvumilivu, na uvumilivu huvumilii wakati unaviona vipo. Yaani tunavumilia, na kuvumilia ni kuvumilia ugumu, kuvumilia kitu ambacho hakipo ila unajua kitu. Kwa mfano mkulima anapanda mbegu kwa imani ya kwamba atavuna,
ila kupanda analima, na yani pale anakuwa ni anafanya kwa matumaini. Anaenda kupanda ni ana matumaini atapata, anapalilia na vyote anavyofanya, na kwenye yale matumaini ndani yake kuna uvumilivu. Uvumilivu maana yake havifurahishi, havifurahishi hata kidogo. Na nilichokuja kukiona imani ilivyo, yani na maisha ya imani yalivyo, hayana namna za kufurahisha, kwa sababu mpaka lilipotoka Paulo anaanza kuielezea Ebrania 11 mstari wa kwanza, ametoka kwenye mazingira ambayo hayana kitu kinachofurahisha, ndio anaanza wote wale unavyosoma Ebrania 11 ni anajaribu kuonyesha kwamba na waliotangulia nao yalikuwa hivyo hivyo, ila waliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna uvumilivu ndani yake, yani kwamba ukisha kuwa na matumaini, kuna wakati mwingine haviwi vile ulivyokuwa unatarajia, lakini ni wavumilivu. 13 Ebrania sura ya 6 mstari wa 13 anasema, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, ndio kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe, ndio wa kumwapa, ndio aliapa kwa nafsi yake, akisema, ndio hakika yangu kubariki nitakubariki, ndio na kuongeza nitakuongeza. Ndio. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe.